Ya Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi nikushukuru sana kwa kunipa hii fursa. Kwanza nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa ambayo anaifanya katika miundombinu kwa ujumla, sio kwa barabara tu katika taifa letu. Lakini pili, nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri na timu yake kwa ujumla kwa hotuba nzuri sana ya ambayo anaonyesha mpango ya wizara katika mambo ambayo kwa kweli waheshimiwa wabunge wamekuwa concern nayo. Lakini vivyo nimshukuru sana, nimpongeze sana Engineer Bester, engineer wetu wa TANROADS, CEO wetu wa TANROADS kwa kazi nzuri wanaoifanya katika taifa hili. Lakini vivyo nimpongeze meneja wetu wa Simiyu, Engineer Mkumbo, kwa kazi kubwa wanaoifanya. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, Simiyu ni mkoa mpya. Tunataka kama miaka 14 mpaka sasa hivi. Tuna square mita za mraba 25 plus. Lakini vile vile kwa maana ya barabara kwa sasa hivi TANROADS haina network kubwa sana Simiyu. Wanataka kama kilomita 200 plus. Kwa maana nyingine tunahitaji Mheshimiwa Waziri utusikilize katika hili. Tunahitaji upendeleo kidogo katika mikoa hii mpya ambayo inajaribu kutafuta maendeleo kwa wananchi. Na najua kwamba barabara yetu ambayo inaanzia Lamadi mpaka Maswa inaenda mpaka Mwikumbi, Mheshimiwa Rais alitufungulia miaka kama miwili iliyopita, maana ya kutoka Bariadi mpaka Maswa, na tumepata bahati ya kufanyia ukarabati barabara yetu ya kutoka Bariadi kwenda Lamadi. Kwa hiyo jambo tunashukuru sana wizara. Na najua kwamba kuna wanaendelea na study kwa ajili ya barabara ya kutoka Bariadi Salama Magu. Tuna imani kwamba hii study itaisha kwa sababu imeanza kitambo sasa. Lakini barabara nyingine ya kutoka Nyashimo Gasamo Dutwa ambayo inaenda kwenye jimbo la Bariadi vijijini, na hiyo tunawashukuru sana. Kuna barabara ambayo inazungumzwa na wabunge wengi sana ya kutoka Karatu, Mbutu, Haidom, Sibiti, Meyatu, Lalago inaenda Maswa, lakini nyingine inakuja Bariadi inaenda mpaka Mwanza. Hii barabara ni muhimu sana na najua iko katika mipango yenu, lakini vile iko katika ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyosema, Simiyu ni ni mkoa mpya kama mikoa mingine kama Katavi. Kwa tunahitaji sana barabara zetu kuimarishwa, na ndio maana tunapeleka maombi mengi sana kuhusu kuongeza barabara za TANROADS ndani ya mkoa wa Simiyu. Na barabara moja hapo ambayo Mheshimiwa Waziri tulishazungumza ni ile ya mzunguko ya kutokea Somanda unaenda Nkololo inaenda mpaka Matongo then nakuja Igegu. Ile barabara ina muhimu sana kwa maana kwamba tunapakana na mbuga ya Serengeti almost stretch ya kilomita 80, lakini vile tuna mapoli mawili tengefu, Maswa Game Reserve na upande mwingine Kijeresha, ambao tunahitaji sana kwa ajili ya uwindaji. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nizungumzie mambo ya kitaifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, TANROADS imeanza Julai 2000. Ukiangalia kwa namna yote ambayo mnaweza mkatumia method ya ujenzi, whether ni rigid or flexible pavement, obviously lifespan ya barabara inakuwa kati ya miaka 10 mpaka 40 kutegemea na ujenzi uliofanyika. Kwa hiyo ukiangalia kwamba barabara nyingi zimejengwa kati ya mwaka 2000 na mpaka 2026. Maana yake nini? Katika logic ya kawaida lazima barabara nyingi kati ya 30% mpaka 40 zimeshamaliza life cycle yake. Maana yake nini kwa Mheshimiwa Waziri na mnapokuwa mnatengeneza plani kwa ajili ya matengenezo ya barabara? Maana yake barabara nyingi zinahitaji ku overhaul. Sasa Mheshimiwa Naibu Spika, ni ukweli kwamba tusipochukua hatua ndani ya miaka miwili mitatu tutakuwa kwenye crisis. Kwa sababu barabara nyingi ukipita kule, na waheshimiwa basi mzuri waheshimiwa bunge mnapita kule, barabara nyingi zinahitaji maintenance na zingine zinahitaji overhaul. Sasa maana yake nini tusipochukua hatua? Maana yake ni kwamba tutajikuta tunaanza kufanya ujenzi ambao is extremely expensive. Tunahitaji kuunganisha barabara sasa hivi kwa baadhi ya mikoa mitatu iliyobakia, lakini tunahitaji maintain hizi barabara zilizopo.
Maana yake ni kwamba tusipoziba, kama unaweka maji kwenye ndoo na kuna matobo chini, maana yake hatuwezi kufikia hayo malengo. Tunahitaji kuunganisha mikoa then tuende kwenye wilaya. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, naungana na ripoti yetu ya mwenyekiti wetu aliyoitoa, lakini vile vile tunahitaji kwa maana ya wizara kuchukua hatua za haraka. Mambo mengine ambayo nataka kushauri, hii pesa ya ring fencing hii sio tu kwa barabara, reli, maji kule tunahitaji kwa sababu ni sheria. Lakini ujue ring fencing ilitokana na sababu ambazo wakati ule waliziona wabunge, ndio tukaanzisha hii sheria. Kwa maana yake ni kwamba tusipotizi sheria, maana yake ni kwamba tunarudi kule tulikokuwa. Lakini la pili, Mheshimiwa Waziri amezungumzia kuhusu alternative financing. Unapozungumzia bondi kuishi bondi lazima kuwepo na base ya asset. Na ndio maana ni muhimu sana kuifanya TANROADS kuwa mamlaka ili uwe na base hata ya kuishi bondi. Otherwise sijui kama wizara unaweza kama hapo na benki na guarantee ya serikali kwa ajili ya kuishi hizo bondi. Lakini la pili, Mheshimiwa, la mwisho ambao nataka kuzungumza. Mheshimiwa, muda wako umeisha. Naomba nimalizie Mheshimiwa. Malizia sekunde 30. Yes. Mheshimiwa Waziri, wakati barabara tunazijenga hali ya reli haikuwa nzuri. Lakini sasa hivi tunapoenda baada ya miaka 3-5 inayokuja, reli itakuwa na hali nzuri. Ni lazima mkae na waziri wa uchukuzi na wewe mkubaliane mizigo gani inaenda kwenye reli. Na nyinyi mtakuwa mmesha establish trend mpaka sasa hivi ni mizigo ipi inatuharibia barabara zetu. Mizigo hiyo iende kwa reli, aidha kwa sera au kwa sheria. Baada ya kuzungumza na Mheshimiwa Naibu Waziri, Naibu Spika, naomba kuunga mkono hoja. Asante sana.